Marekani inaitaka China kuizuia Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameitaka China kuizuia Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi za meli duniani. Ametoa maoni yake baada ya televisheni ya taifa ya Iran Press TV kuripoti kuwa bunge limeidhinisha mlango bahari wa Hormuz kufungwa, lakini likaongeza kuwa uamuzi wa mwisho ni Baraza Kuu la Usalama la Taifa. Usumbufu wowote wa usambazaji wa mafuta unaweza kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa ulimwengu. China haswa ndio mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta ya Iran duniani na ina uhusiano wa karibu na Tehran. Bei ya mafuta imezidi kupanda kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran, huku bei ya mafuta ghafi ikifikia kiwango chake cha juu zaidi katika muda wa miezi mitano iliyopita. Taarifa ya kwanza juu ya kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ilitolewa na bunge la Iran, ambalo liliunga mkono kuzuia mlango bahari huo wa Hormuz na kwamba hakuna meli ambayo inapaswa kupita sasa. Bunge la Iran limeunga mkono kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini wataalamu wanasema kwamba ndiyo njia pekee ya kuweza kusababisha Marekani kuachana na mpango wake wa vita dhidi ya Iran, lakini pia kuishawishi na kuamua namna ambavyo Israel inaweza kuacha mashambulizi yake dhidi ya Iran, na kwamba njia hiyo pia italeta hasara nyingi zaidi hasa kwa Marekani na mataifa mengi ulimwenguni. Katika hatua kubwa baada ya Marekani kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, bunge la nchi hiyo siku ya Jumapili limeripotiwa kuidhinisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz na hivyo kuhatarisha kuwatenga majirani zake na washirika wake wa biashara. Uamuzi wa kufunga njia ya maji kwa sasa unategemea Baraza la Usalama la Taifa la nchi hiyo, na uwezekano wake umeibua wasiwasi wa bei ya juu ya nishati na mvutano mkubwa wa kisiasa na kijiografia, huku Washington ikitaka Beijing kuzuia kufungwa kwa mkondo huo. Vandana Hari, mwanzilishi wa kampuni ya kijasusi ya nishati ya Vanda Insight, aliambia Squawk Box Asia ya CNBC kwamba uwezekano wa kufungwa unasalia mdogo kabisa. Iwapo Iran itazuia njia hiyo ya bahari, nchi hiyo ina hatari ya kuzigeuza nchi jirani zinazozalisha mafuta kuwa maadui na kuhatarisha uhasama nazo, alisema. Takwimu kutoka kwa utawala wa nishati wa Marekani umefichua kuwa Iran ilikuwa imesafirisha mapipa milioni 1.5 kwa siku kupitia mlango bahari wa Hormuz katika robo ya kwanza ya mwaka 2025. Kwa kuongezea, kufungwa pia kunaweza kukasirisha soko la Iran huko Asia, haswa Uchina ambayo inachangia mauzo mengi ya mafuta ya Iran. Kwa hivyo ni kidogo sana, na madhara mengi ya nchi binafsi ambayo Iran inaweza kufanya itaweza kuangalia yenyewe. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo na Iran haitataka kuikosea China, na wakiongeza kwamba kuvuruga usambazaji pia kutaweka shabaha katika uzalishaji wa mafuta ya nchi yenyewe, lakini miundombinu ya kuuza nje na utawala, wakati ambapo kuna sababu ndogo ya kutilia shaka azimio la Marekani na Israel la kuachana na vita hivyo. Usalama wa nishati unategemea sana mtiririko wa mafuta kutoka Ghuba, na sio tu Iran. Maslahi yake ya usalama wa kitaifa yatatathmini utulivu wa hali na kupungua kwa kuwezesha mtiririko salama wa mafuta pamoja na gesi katika mkondo huo wa mlango bahari wa Hormuz. Hofu ya nchi za magharibi ni kwamba ikiwa nchi ya Iran itaamua kufunga eneo hilo, nchi nyingi zitakosa mafuta. Moja kati ya kitu ambacho wamefanya watu wa magharibi ni kuweka vikwazo dhidi ya Urusi kutonunua gesi wala mafuta kutoka katika taifa hilo, na hili limekuja kusababisha hali kuwa ngumu zaidi, huku akitegemea mafuta kutoka katika mataifa ya Kiarabu. Lakini pia licha tu ya kutegemea hayo mafuta, wakati huu Iran inafunga mlango bahari wa Hormuz, ambapo mataifa mengi ya Ghuba yamekuwa yakipitisha mafuta katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.